Tano umekuwa mmoja wa miaka migumu zaidi katika sekta ya elimu humu nchini, shule zikipambana na gharama ya kuwakidhi wanafunzi shuleni kuanzia vyuo vikuu hadi madarasa ya sekondari. Sio tu hayo, huku mfumo wa CBE ukiendelea kuwa kitendawili kikuu kuweza kuteguliwa. Mary Kyalo na taarifa ile ambayo inaweza kuhusisha changamoto zile ambazo zimeweza kukumba mtaala wa elimu wa CBE na vile sekta ya elimu nchini. Mwaka wa 2025, hatma ya wanafunzi nchini iligubikwa na wingu nzito. Kote nchini, kuanzia kwa shule za msingi hadi vyuo vikuu, kulishuhudiwa changamoto si haba. Mfumo wa elimu uliowahi kuwa wa matumaini, mwanga wake ulioonekana kudidimia kwa kasi sana. Mwaka huo ulianza kwa misukosuko ya fedha za kufadhili masomo katika shule za umma, almaarufu capitation, kukosa kutolewa kwa wakati. Mabilioni ya fedha zilizotegemewa na maelfu ya shule nchini zikicheleweshwa kwa miezi kadhaa. Wakuu wa shule wasijue la kufanya na kulazimika kubuni mbinu ya kuendelesha kupata chakula cha wanafunzi na hata kujenga miundo misingi shuleni. Shule nyingi zilionya kuwa huenda zikafungwa mapema, jambo ambalo halikuwahi kutarajiwa kutokea. Must be ready for parents to pay for their children next term, because we cannot have back and forth kind of communication from the ministry. Meaning at one point the schooling system will collapse, given that in the previous years we also have undisbursed funds. It means that this time they have not sent any capitation to schools, are merely coping with the circumstance. Elimu ya juu nayo ilipata pigo. Miungano ya wafanyikazi na wahadhiri wa vyuo vikuu UASU ilitangaza mgomo wa kitaifa. Mgomo uliofanyika kwa takriban miezi miwili na kulemaza shughuli za masomo katika vyuo vikuu. Wanafunzi waliokuwa vyuoni kuendeleza masomo yao wakisalia na matumaini kuwa mgomo huo ungemalizika haraka na masomo kurejea. Wahadhiri walikuwa wanapinga kucheleweshwa kwa mishahara yao, kutoafikiana kwenye mikataba ya makubaliano. Wahadhiri wakiingia mitaani wakiwa na mabango kushinikiza serikali kutimiza matakwa yao. This is the message to the whole country. Yes. The strike is going to continue until don't get 7.9 billion. Let the country know that lecturers have blatantly refused that they are not going back to work if the 7.9 billion is not paid at once. Lecturers have refused again that they will not go back to work if the 2025 2029 CBA is negotiated, signed, registered and implemented. Hakuna kitu tunafanya, tunawatch mpira huko kwa uwanja. Masomo yaendelee saizi, tunakaa tu bure. Sisi wengine tunaona tukidifa na hii issue ikiendelea hivi, naona wengi wetu hata tukiacha shule. Lakini hali hii ikiendelea kushuhudiwa, historia iliandikwa. Kundi la kwanza la mfumo wa elimu CBE lilifanya mtihani wa kitaifa wa KJSEA kutoka gredi ya 9 kuelekea gredi ya 10, hatua ambayo ilipaswa kuwa ya kipindi cha mafanikio, lakini wasiwasi uliwakaba wengi. Wazazi wakieleza kutoelewa kwa mfumo huu wa CBE kikamilifu, walimu wakihofu matokeo yataathiri masomo ya wanafunzi na ukosefu wa rasilimali na miundo misingi shuleni. Mitihani iliyofaa kuwaelekeza watoto katika miaka mitatu ijayo ilihofiwa kuwa itakumbwa na misukosuko mingi hata kabla ya kuimarishwa na serikali kama ilivyokuwa ikidai. The reporting of performance of KJSEA has thus been done from point 1 to point 8, where point 8 is the best at exceeding expectation 1 and point 1 is the least at below expectation 2. Reporting on the learner's achievement using a rich array of data that has been accumulated over a period of time using both formative and summative assessments.
Licha ya utendaji wa sekondari msingi kwenye mfumo huu mpya wa elimu, migogoro zaidi ilifichuka. Migogoro iliyowakaba walimu waliokuwa katika mstari wa mbele kutoa elimu kwa wanafunzi hawa wa sekondari msingi. Maelfu ya walimu wa JSS walisalia kwenye kandarasi ya uanagezi mwaka mzima, wengi wakipata mishahara finyu, mkataba wa makubaliano kukosa kutiliwa maanani. Ombi lao lilikuwa moja tu: usimamizi wa kipekee, usimamizi ambao utawasaidia wao kueleza lalama zao, ikiwemo ajira za kudumu, marupurupu ya haki na bima ya afya kwa walimu. As TSC is preparing to retool our teachers so that we are ready to handle the students as they come in, we are also telling the Ministry of Education to release funds in time so that nothing is left behind. On the issue of autonomy of JSS. We want the JSS to be autonomy. Amen. We come here for one main agenda. Agenda one is autonomy. Autonomy of junior school schools. Number two is the confirmation of 20,000 intern teachers who are serving now on contract terms. Kwa serikali, njia ya mwaka 2025 ilienda katika hatua moja kuu: uhamisho kwenda gredi ya 10. Kundi la kwanza kujiunga na sekondari kuu chini ya mfumo wa elimu CBE. Wizara ya Elimu ikitangaza kuwa madarasa zaidi ya 10,000 tayari yamekwisha ng'wananga, yakitarajiwa kukamilika kabla ya wanafunzi wa gredi ya 10 kuingia shuleni. Walimu zaidi waliajiriwa. Ahadi kutoka kwa serikali kwa walimu watazidi kuajiriwa katika juhudi za kumaliza ukosefu wa walimu kwenye mashule. Rasilimali ikiwemo vitabu na hata vifaa vingine vya masomo vikisambazwa. Sekondari kuu ilitoa njia 3 za elimu: STEM, sayansi, jamii na sanaa na spoti, ikiahidi mustakabali ambao vipaji ndivyo vinaelekeza masomo. Lakini katika mpito huu wa kuelekea gredi ya 10, swali kuu lilikuwa iwapo wanafunzi watakuwa na uwezo wa kujichagulia njia ya masomo iwafaayo. The government, we are prepared to transition our grade 9s to grade 10 using the 3 pathways, that is STEM, social sciences, arts and sports, creative arts and sports. And to let you know that the students, the learners are already choosing their pathways and choosing the schools. And just to assure parents and Kenyans in general that the government is prepared to ensure that that transition is smooth and it's 100% transition like we've done before. This assessment goes beyond what you know as traditional examinations. It focuses on identifying learners' strengths, aptitudes and interests, ensuring that every child is placed in an environment where they can excel and realize their full potential. And these learners, therefore, will be able to be prepared for the next level so that they become independent. Na kadri mwaka ulivyozidi kusonga, onyo kutoka kwa vyama vya walimu, wakuu wa shule na wataalamu wa elimu lilizidi kuwa kubwa. Fedha kuchelewesha, walimu kutoajiriwa, miundo misingi isiyotosha, vyuo vikuu kwenye migomo, mageuzi ya CBE kuzidiwa. Hatari ilikuwa dhahiri. Bila hatua za haraka, mageuzi yaliyokusudiwa kulainisha elimu yangeporomoka. Na hata hivyo, katika machafuo haya yote, kitu kimoja kilisalia imara: ustahimilivu wa wanafunzi na walimu nchini. Wanafunzi walifika shuleni, wakafanya mitihani yao ya kitaifa, wakajibadilisha kwa mihitasari mipya. Walimu walijitahidi kuhakikisha kuwa angalau wanafunzi waliweza kukalia mitihani yao aswa ya kitaifa. Of performance of KJSEA has thus been done from point 1 to point 8, where point 8 is the best at exceeding expectation 1 and point 1 is the least at below expectation.
Mwishoni mwa mwaka, jambo moja lilibaki dhahiri. Kenya ilisimama katika njia panda katika sekta ya elimu ili kutimiza ahadi ya CBE ya elimu ya maana, haki na ya kisasa. Taifa lilihitaji zaidi ya madarasa na vitabu, lilihitaji uwekezaji, uongozi na ujasiri wa kufanikisha mustakabali ambao linatamani. Mary Kyalo, Undugu TV.